ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu. Tunamshukuru Allah kwa kutuwezesha na kutuwafikisha tukakutana tena katika ukumbi wetu huu unaokutana kila siku ya Alhamisi kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa siku hizi za kazi, tunapokuwa kazini, tunakutana kwa ajili ya kukumbushana mawili matatu katika dini yetu. Na alhamdulillah, wiki iliyopita tulimalizia suratul Insani, yani suratul Dahri, sura ambayo tumeimaliza. Leo tumeonelea some katika sura za mwanzoni kabisa kuteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nayo ni suratul Muddathir, sura ya 74 kwa utaratibu wa masahaf. Leo tuzisome sura hizi zikiwa zinatoa maelekezo na zikiwa zinaonesha hali ilivyokuwa wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anaanza kazi hii ya kufikisha kazi ya dawa. Kwa hiyo tunakumbushana au tunaelekezana, tunakumbushana kwa sababu wengi wetu tunazifahamu sura hizi, ni mashuhuri. Kwa hiyo tunavyopitia, basi inatupa nguvu kuweza kujua mazito na magumu na milima na mabonde aliyopanda na kushuka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini pia maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mazingira hayo yote, akiwa kwenye mabonde, akiwa kwenye milima, akiwa wapi, maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala yanaelekeza vipi. Na hii ndiyo njia ambayo tunayoipitia mpaka qiyami saa. Maana ya kuteremshwa au kuelekezwa mafundisho haya, japokuwa yatakuwa yanaelezea matukio maalumu, lakini kazi na ujumbe wake unaendelea kufanya kazi katika eneo lolote na wakati wowote, kwa mujibu wa mazingira na matukio hayo namna yalivyokuwa. Kwa hiyo tunapitia sura ya 74, suratul Muddathir. Kwa utaratibu wa masafu ni sura 74, wa hiya min awaili suwari allati nazalat ala nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ni miongoni mwa sura za mwanzoni kabisa kuteremka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hasa hizi aya za mwanzo pengine takriban mpaka aya za 20-30 hivi zilikuwa zinaelezea au ziliteremka kwa pamoja, na mwisho wake zikawa zimeteremka kiwa Mtume sallallahu bado yuko pale pale Maka kabla hajahamia Madina, lakini ziliteremka kwa baadaye kidogo. Na hii inazungumzwa nuzuluhu kana baada nuzuli surati al-Alaq. Hizi aya za mwanzo kuteremka kwake ilikuwa ni baada ya kuteremka suratul Alaq, yani sura ya kwanza kabisa kuteremshwa kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na zikawa zinamuelezea hali alivyokuwa yeye Mtume baada ya kuteremshiwa wahyi. Na sura anasema min ahammi maqasidiha takriman nabii sallallahu alayhi wasallam wa amruhu bitablighi ma awhahu Allah ta'ala ila an-nasi wa tasliyatuhu amma asabahu min adha wa tahdidi a'da'ihi bi ashaddi alwani al-iqabi wa bayani husni iqabati al-mu'min wa su'i aqibati. Sura inaelezea kuonesha utukufu na hadhi ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, lakini pia na maelekezo ya kufikisha ma awhahu Allahu ta'ala, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia wahyi ila nasi. Wa tasliyatu, lakini pia ni liwazo. Sura pia inamliwaza Mtume sallallahu alayhi wasallam amma asabahu, katika yale yanayokutana nayo, kama tulivyozungumza, mabonde na milima na machungu na magumu anayokutana nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kipindi hiki kigumu. Kwa hiyo sura pia ikawa inakuwa kama vile tasliyatun, ni liwazo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam.
lakini pia tahdidin ala aadaihi, makemeo kwa maadui zake mtume, wanaomfanyia vituko mtume, watapoendelea kudumu na hali hiyo, yale yatakayowakuta mwisho wa maisha yao au katika maisha ya akhera, na kubainisha alwani liqabi ashaddi, aina mbalimbali za adhabu ambazo zinazoweza kuwapata hapa duniani na huko akhera, wa bayani husni aqibati almu'minin, na pia sura inabainisha uzuri wa mwisho, yani mwisho mwema kwa waumini, lakini pia kinyume chake wa sui na ubaya wa muumini ambaye atakayekuwa amekwenda kinyume na maelekezo na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal muddathir, sura imeanza kumwita bilutfil khitabi min alkarimi ila alhabibi, kwa wito wa upole kabisa, wito wa huruma, wito uliojaa mapenzi kabisa, unaotoka kwa mtukufu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, ila alhabibi, kwenda kwa kipenzi chake mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwamba ya ayyuhal muddathir, ni wito wa kuonesha namna gani wa mapenzi yaliyojaa kwa yule muhitaji juu ya yule anayemuita, ya ayyuhal muddathir, tena kwa lugha ya kumliwaza kabisa. Maana yake ulipoteremka wahai, kama ambavyo tunavyofundishwa au ilivyoelezwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni jambo jipya kabisa, jambo lilokuwa limemstua kwake, ni jambo jipya hajalitegemea, kama ilivyokuwa hata kwa mitume wengine. Nabiiullah Musa alayhi salatu wasalam, yeye amekwenda tu, ameona mwanga tu, wanatembea katika kiza baridi na hivi mvua kali, anaona moto kule. Kwa hikima yake Allah subhanahu wa ta'ala, Nabii Musa akamwambia watu waliofuatana msubiri, kwa sababu wao sio wahusika. Ameitwa Musa alayhi salam peke yake, mbenisubirini hapa niende kuona ule moto ambao aliuona yeye Musa alayhi salatu wasalam peke yake. Kwa hiyo akaenda kule ili akutane na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akafika pale, anaambiwa hapa hakuna moto hapa, innaka bilwadi almuqaddas, tu upo katika eneo takatifu kabisa, fakhla'an alayka, vua viatu vyako hapa, ili ni eneo la takatifu kabisa, kuonesha anapewa maandalizi kwamba hapa unapokuja ni eneo sio la kawaida. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa nalo ni jambo sio la kawaida kabisa kwake la kuteremka, kwanza kuteremka Jibril, hamjui, hajawahi kuteremkiwa wala hajawahi kupewa habari kwamba utapata kitu cha namna hii, halafu anaambiwa asome kitu ambacho ndo uzito ukazidi kuongezeka. Maana anaambiwa soma, ikra, soma, maana bikari, mimi sijui, mimi si msoma, siwezi kusoma chochote kilichoandikwa, nitasoma nini mie? Faghattahu ghattatan qawiyatan, akamkunja kisawasawa, kuonesha kwamba elimu namna gani inavyopatikana lazima itaabike, lazima itaabike. Kwa hiyo hata Mtume sallallahu alayhi wasallam alikunjika, faghattahu ghattatan, akamkunja kisawasawa. Sasa yale yote yanamuonesha uzito namna gani wale jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikamwea zito sana, na ndio alipofika kwa hali yake akamwambia dathiruni, hebu kwanza nifunikeni kwanza, labda nikatulia kwanza, labda nitatulia kwa hali ambayo niliyoiona. Basi ikiwa yupo katikati ya hali ya namna hiyo, nateremka aya, naambiwa ya ayyuhal muddathir, kwa wito wa huruma uliojaa mapenzi, uliojaa liwazo kabisa, ya ayyuhal muddathir, mwenye kujifunika maguo, mwenye kujifunika maguo, wewe. Anaitwa ili kuonesha ameitwa kwa jina na hadhi na heshima, kwanza ikiwa ni kumliwaza na kumtuliza. Kwanza ambaye ya al-mudaththir, ibidi atulie, angalie. Anaitwa kwa sura ya namna ya mavazi tu, mimi nimevaa na hivi, mudaththir, mimi nimefunikwa tu haya maguo. Anaambiwa nini? Ya al-mudaththir, nini maelekezo? Anaambiwa kum fa'andhir, wal muradu bil qiyam huna almusara'atu walmubadaratu watasmimi ala tanfidhi ma amarahu subhanahu wa ta'ala. Sio kwamba simama, haimaanishi kwamba alikuwa amekaa au amelala au amefanya kwa namna yote, sio kwamba maana yake bwana simama. Kum bimaana ayuha rasulul karim,
Inhab, kuwa imara, simama imara. Almubadarat, kwa haraka, kwa hima zote. Almusaraati, kwa pupa. Watasmimi, na kwa mipango madhubuti kabisa. Ala tanfidhi ma amarahu subhanahu wa ta'ala, kwa kuyatimiza na kufikisha na kufanyia kazi maelekezo aliyoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama wanasema nubia Mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa utukufu, amepewa daraja, amepewa utume ule wa nabiyun biiqra wa ursila bi ya ayuhal mudaththir. Hapa sasa ndio anapewa kazi sasa, qum fa'andhir. Kule alipewa tu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, anaambiwa tu khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. Hapa anapewa utukufu, anapewa hadhi na kuonesha kwamba yeye ni mtu tofauti na watu wengine. Yeye Mtume sallallahu ni mwanadamu, lakini ni mwanadamu albasharun la kabashari, ni mwanadamu aliyezaliwa kama wanadamu wengine, lakini basharun la kabashari, si kama viumbe wengine. Mtume sallallahu, mtume hadhi yake ni tofauti, ni mwanadamu sawa, lakini daraja yake Mtume sallallahu ni tofauti. Na ndio maana Mtume sallallahu anakuza ana vitu vingi. Inna lahu aynani fi dhahrihi, tunatambia kwamba lahu aynani fi dhahrihi yarahu, anawaona walio nyuma yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile kama yara man fil amam, kama vile anavyomuona aliye mbele. Yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ni basharun la kabashari, ni kiumbe lakini sio kama viumbe wengine. Kwa hiyo ikra imekuja kumuonesha wewe daraja yako ni nyingine kabisa, tofauti kabisa. Kwa hiyo lazima uishi, lazima uendane na usimamie. Sasa hapa anakuja kuambiwa sasa ursila, anapewa kazi sasa ya kuwafikishia watu. Kule alikuwa anapewa daraja tu na hadhi na kuambiwa yeye ni nani, anatayarishwa tu na kuambiwa na yale ambayo ataendelea kupewa. Sasa hapa anaambiwa kum fa andhiri, simama imara, thabiti, usiumbe, kuwa na himma na uzito wa hali ya juu kabisa. Inhaq wa tasmim ala tanfidhi ma amarahu Allah subhanahu wa ta'ala, fa andhiri, ufanye kazi ya uonyaji. Sio tu kwamba tumekupa hadhi, tumekupa daraja tu kwamba ikawa imeishia hapo hapo, bali una wajibu na unastahiki ufanye kazi ya kuwaonya watu. Kumsimama bimaana kuwa imara, jipange kisawasawa, bimaana simama thabiti, weka mipango sawasawa ya kufanya kazi, jiandae kwa kazi ya kuandhiri, ya kuwaonya watu, kuwafikishia watu ujumbe, kuwaonya wakiendelea na ukaidi wako. Ala indhari nas, simama imara thabiti, kuwa na mipango imara. Ala indhari nas, ya kuwaonya watu. Watakhwifihim, na kuwatahadharisha. Min su'i aqibati, mwisho mbaya utakao wakuta wao. Idha mastamaru, wakidumu. Fi kufrihim, katika ukafiri wao. Wa dhulmihim, na dhulma zao. Wa jahmi, na uovu wao na ujinga wao walionao. Basi waonye yatakayowakuta, ili waweze kuchukua hatua zinazofaa kabla hali ngumu haijawafika. Waballigh risalata rabbika ilayhim, nafikisha ujumbe wa Mola wako kwao. Duna an takhsha ahadan minhum, bila kumwogopa yeyote kati yao. Fanya kazi uliopewa. Ujumbe wote huo unapatikana katika kum fa andhir. Jipange imara, simama thabiti, bila woga, bila kumwogopa yoyote. Uwatahadharishe na uwape maangalizo na maonyo. Wakidumu na uovu wao walionao, wa dhulmi, na udhulma zao, wajali, na ujinga wao, na yote machafu walionayo. Wasipokuwa tayari kufuata maelekezo na miongozo unayowapa, basi wape maonyo kwa yale yatakayowakuta huko mbele. Kwa hiyo fanya kazi hiyo ya kufikisha ujumbe, lakini pia wamurhum bi an yukhallisu lahu bil ibada, waelekeze wao kwamba wamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada, wa taati, na taa zote zifanywe kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anzir, onya. Na imekuja kwamba wanachuoni wanasema imekuja, kwa nini imekuja indharu duna at-tabshiri? Imekuja hivyo, huwa almunasibu fi ibtidai tablighi an-nas da'wat al-haq.
Hiyo ndio mnasaba unaoendana na unapoanza kuwafikishia watu da'wat al-haq, dawa ya kweli, hata yarjiu amma hum fihi min dhalal, mpaka wayaache yale. Manake kwanza unaonya kuambia, jamani, haya mlionayo hayako sawa. Sasa lazima mchukue tahadhari, kwa sababu kile ndo kitu muhimu ambacho wanatakiwa wakiache, alafu watekeleze maelekezo. Lakini pia warabbaka fakabbir, tukuze, pamoja na mambo mengine ya kufanya kazi ya dawa na kuwafikishia watu, una wajibu na unastakiwa wewe umtukuze Mola wako. Ayuhal muddathir, ewe uliojifunika maguo, kum fa andhiri nasa min adhabi llahi idha istamaru fi shirkihim. Ya, lakini pia waj'al takbira wa ta'dhimaka wa tabjilaka li rabbika wahdahu, umtukuze, umheshimu, umthamini Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wako, kinyume na yeyote mwingine. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndo anayepaswa kutukuzwa kwa kutangulizwa, kuheshimiwa, kwa kila kitu atangulizwe yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbaka fakabbir, tanguliza, muheshimu, mtukuze Mola wako. Lakini pia wa thiyabaka fatahhir, na nguo zako zisafishe, ziwe safi. Hapa wanachuoni wameeleza namna mbili. Wal muradu bitathhiri thiyabi fatahhir tathiran min an-najasat bidhahiri al-maana, nguo zako ziwe safi. Lakini wapo ambao walikuwa al-maqsudu makusudiwa minhum anna al-maqsudu dhatahu wa nafsahu sallallahu alayhi wasallam wa nafsika tahhirha min kulli ma yatanafa ma makarimil akhlaq, isafishe nafsi yako, iweke mbali na kila yanayokuwa machafu, yanayoidunisha, yanayopunguza, yanayoondosha utu na hadhi wa kibinadamu wa mtu. Basi isafishe nafsi yako, dhati yako, daraja yako, ikirimu, ipe hadhi ile ambayo inayotakiwa. Kila kile ambacho kinachoshusha utu, kinachoshusha hadhi, kinachoshusha heshima, kinachoondoa utukufu wa mwanadamu, basi jisafishe nacho, jiepushe nacho kitu hicho, ukae msafi imara. Kwa hiyo namna zote mbili wanachuoni wanazungumza, nguo zako ziwe safi, uwe mtoharifu, uwe msafi, usio navaa maguo machafu yaliyokuwa na najisi, lakini moyo wako uwe safi, nafsi yako iwe safi, roho yako iwe safi kabisa, isiwe una roho yenye kinyongo, usiwe na roho yenye chuki, usiwe na roho yenye husda. Ndipo utakavyokuwa unaweza kukaa na watu salama, sababu hii kazi sio nyepesi, hii kazi ni ngumu mno. Utakapokuwa wewe unaweka kinyongo katika moyo, hii kazi itakushinda, kwa sababu watu wako tofauti tofauti. Kuna mtu ambaye wewe unategemea wewe akuheshimu, akuthamini yeye, lakini yeye ndo anakuvunjia heshima. Unategemea yeye adabu, unategemea yeye ndo ataanza kuonesha heshima. Kijana wako pengine unamlea wewe mwenyewe, wazee wako unakaa nao, unategemea wao ndo watakuwa watu wako wa karibu kabisa, ndo liwazo, ndo kimbilio lako kwa wao, lakini wao wanaweza wakawa ndio wa kwanza kuwa jeuri na dharau na kutokuwa na adabu na heshima juu yako wewe, kama ilivyotokea kwa baba yake mzee Abu Lahab. Yeye ndo wa kwanza. Mtume sallallahu anasema, jamani, mtaniamini mimi nikiwaambia kwamba huko nyuma kuna jeshi linakuja? Sema hatujapata kusikia uongo kwako wewe. Sema fa inni ana nadhiru, mimi ni mwonyaji. Abu Lahabi ammi yake anamwambia Ali, hadha jamaatana, wewe unatusumbua sisi watu na akili zetu, unatukusanyia kwa jambo. Mzee wake mwenyewe. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaandaliwa moyo wake uwe safi, uwe moyo usiokuwa na hinda, uwe moyo usiojaa kinyongo na kichu, kwa sababu unapokaa na watu, na hii ndio inavyokuwa kwa walezi. Ukiwa mlezi, basi hayo utakutana nayo. Utakaa na watu hawana adabu, unawafanyia kila aina ya ihsani, lakini wanakosa heshima, wanakosa adabu, wanakosa utu kabisa. Mara nyingine hata kukutukana wao ni tabu kukutukana, kwa sababu tu ya kukuona wewe pengine, kwa sababu wewe sio mzee wao,
wewe sio nani, unawaelekeza hivi, hawako tayari kuelekezeka wala kufundishika, kwa sababu jeuri walionayo, anakuona wewe sio baba yake, anakuona wewe sio mama yake, basi huyu nani bwana, mimi hataniambia nini? Mimi hajanizaa, hanilishi, haniveshi, mimi kwa nakaa tu kwake ndo awe niwe hivi nifanye hivi. Jeuri moja kwa moja, watu wanakuwa namna hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia wa thiyaba kafatahiri, wanachuona nafasi bi maana tahiri nafsaka, usafishe moyo wako ukae sawa, ili kukabiliana na hali ambayo unayoenda. Na wanaambiwa wote, na ndio maana unakuta mashaikhi wale wanachuoni anakaa na wanafunzi wa kila aina, mpaka unaona ajabu wa wanafunzi. Maana wanafunzi wengine jeuri, wengine hawana adabu, wengine hivi, lakini wewe unawaona hawa, unawakuta au unaambia wanafunzi wote wamekaa hapa, wote hao wote wamekaa hapa, na wote walikuwa wanapewa nafasi ya namna moja kwa namna moja, kwa sababu wale mashekhe walibeba hili jukumu alilokuwa, au haya maelekezo, mafundisho aliyofundishwa Mtume. Kwa hiyo wathiaba kafatahiri, mimi na wewe vile vile kuambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi na mimi hata kama sio shekhe, hata sio nani, na wewe vile vile kama sio shekhe, lakini unatakiwa moyo wako usafishe, uwe safi, usiwe na chuki, usiwe na hinde, usiweke hivi wala usiwe na namna hili. Warujiza fahajur, na maovu na ukafiri na kila aina. Rijizin bi maana ya adhabu, kwa hiyo machafu yanayoweza kupelekea adhabu ikateremka. Allah subhanahu wa ta'ala zungumza katika aya kadhaa kwamba tukawapelekea wao rijizan, tukawapelekea adhabu. Falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighuhu idha hum, tuliwaondolea wao adhabu waliokuwa wameomba hivi na hivi, tukaondelea adhabu, basi wakawa wanafanya jeuri na hivi. Kwa hiyo rijiza bi maana ni adhabu, lakini kwa hapa arrujiza ni mambo yanayoweza kupelekea kupata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo arrujiza hapa bi maana almaasi walma'athami allati yuaddi iktirafiha ila aladhabi, machafu na maovu yote ambayo yanayopelekea katika kuyafanya akapelekea kuteremka adhabu zake Allah subhanahu wa ta'ala, kateremka adhabu hiyo hapa duniani au kapata adhabu kwa akhera. Kwa hiyo warujiza fahjur, kazi unayoenda kuifanya ni ngumu, unatakiwa uwe msafi, unatakiwa wewe mcha Mungu, unatakiwa wewe mfano bora. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala baadaye akamwambia akatuambia lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa sababu tayari ameshaandaliwa Mtume sallallahu, na kule yeye mwenyewe Mtume sallallahu anasema adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, amenifundisha mimi adabu, amenifundisha heshima, amenifundisha utu mimi Mola wangu, fa ahsana ta'dibi, adabu yangu ikawa mzuri, ikawa ya sawa sawa. Kwa hiyo warujiza fahajur, na machafu, ayuha rasulul karim, basi ewe mtume mtukufu, utruku almaasi walma'thami, na ibadati alasnami walauthani wa kullu, kila yalikuwa machafu yote uyahame, uyaache kabisa, yakukae mbali kabisa, usishiriki. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupatapo hata kabla ya kupewa utume kushika japo jiwe, sujudia sanamu au kufanya hivi. Kwa hiyo anaambiwa istamiri, dumu katika hali ya namna hiyo, na ili ufanye kazi ya dawa sawa sawa, wewe unatakiwa uwe mfano bora. Ndio anaelekezwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaelekezwa na mimi na wewe, ili uweze kukemea na kuziwia machafu, wewe mfano bora kabisa, wewe kwamba watu wanajifunza kupitia wewe, kwamba wewe umekatazika, umefundishika, basi utakapokuwa unaelekeza watu, watu watakuwa wana cha kujifunza kupitia wewe. Wala tamnun tastakthir, lakini pia usitoe kwa kutegemea wewe upate kingi. La tuti, usitoe, ayuha rasulul karim, juu yako wewe, la tuti ghayraka shay'an wa anta tatamanna an yarudda laka hadha. Ukitoa ukimpa mtu usitegemee wewe akurudishie, na wala usitegemee akupe kingi. Wala tamnun, tafsiri ya moja kwa moja tamnun, usitoe kidogo, tastakthiri, kwa kutegemea upate kingi. Watu hivi leo, mtu akifika hivi, kwa mfano mtu amefika na jambo, sasa ngoja tumchangie bwana, nisipomchangie huyu na mimi nitakuwa nini? Nitakuwa sichangiwi. Hapa kwa Allah tutakosa fadhila, kwa sababu lengo letu linakuwa ni kutoa ili na wewe likukufika uchangiwe.
Panapohitajika msaada, wewe toa msaada kwa ajili ya Allah. Usitoe msaada sema utaratibu wetu ni kusaidiana na kila mtu anapofika, kwa hiyo na mimi hapa nisipotoa hapa nitakuwa sisaidiwi. Usifanye hivyo. Ukifanya hivyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala unakuwa umeshakosa, kwa sababu utakachokipata ni kile na wewe kuchangiwa yatakapokufika. Ukisema mimi ninatoa, kwamba tuna kawaida ya kutoa, natakiwa tuelewane vizuri kabisa, tuna kawaida ya kutoa. Jamani nimekwama, jamani nisaidieni. Tusipomsaidia, nisipomsaidia huyu na mimi nitakosa kufanya nini? Wa kunisaidia. Kama fulani bwana amefungwa, tukazike bwana. Tusipoenda kuzika bwana, na sisi tukifiwa na ndugu zetu tutakosa kuja kufanya nini? Kuja kutuzika. Hapa fadhaila zile zote tunakuwa tumeshazipoteza, kwa sababu sisi tumeenda kuzika ili na sisi tuje kuzikwa. Sisi tumesaidia ili na sisi tusaidiwe. Swala la wewe kuja kusaidiwa, utakuja kusaidiwa tu, lakini swala la wewe kutoa ili na wewe usaidiwe, ili ni jambo lisilotakiwa katika Uislamu. Wala tamnun tastakthir, ndio maelekezo yanakuja. Usitoe kidogo, usitoe ili na wewe upewe kingi. Maana yake kwamba wewe bwana ifika kama vile labda na wewe umenunua kitu kidogo wape, kwa sababu unategemea kule wao watanunua kuku, watafanya hivi na hivi. Mtume swalla sallam anaelekeza, waambieni kina mama waongeze maji mengi katika mchuzi, ili na jirani yenu wafanye nini? Mwape jirani zenu. Sasa isiwe kwa lengo la kwamba mimi napika vidagaa au mimi napika kisamaki au napika hivi, wale wakipika nyama, wakipika kuku, wakipika hivi na mimi nitapata. Ukitoa kwa utaratibu umeshaharibu, umeshavuruga. Tunatakiwa tunayoyafanya yote tuyafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza kupitia maelekezo anayopewa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwamba wala tamnun tastakthir. Qala Ibn Kathiri wala tamnun tastakthir, qala Ibn Abbas la tu'ti al-atiyata taltamisu akthara minha. Usitoe chochote unachotoa kutegemea na wewe upewe. Kwa hiyo michango yetu tunayoifanya kwenye magrupu, kwenye jamii, kwenye misikitini, mtaani, popote pale, sijui maofisini, makazini, kama kuna kitu cha kusaidia, tusisaidie kwa lengo la kwamba na mimi nije kufanya nini? Nije kusaidiwa. Ukisaidia na kwa lengo la kwamba na mimi nije kusaidiwa, kwa Allah hakuna kitu. Kwa Allah hakuna kitu. Kama yule Mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea wale watu watatu wa kwanza kuhukumiwa, mmoja wapo ni yule ambaye aliyetoa, akaambiwa kwamba bwana ulipewa hiki, sema nimetoa, hakuna kitu kwa ajili ya Allah. Anasema hapana, wewe ulitoa litakula, ili paseme antaka sakhiyun, kwamba wewe ni mtoaji, wewe ni fulani bwana mkarimu, hasikii jambo ila atatoa. Wakadikila, na limesemwa huko. Hapa leo hamna kitu. Kwa hivyo hivyo na sisi tunavyotoa, tunaposaidia, unavyotoa msikitini, labda na mimi nisifanye nionekane na mimi ninatoa, na mimi nasaidia na hivi na hivi, ili na mimi nije kusaidiwa atakaponifika. Basi tukitoa kwa nia hiyo, tumeshavuruga kila kitu, tumeshaharibu. Allah anasema wala tamnun tastakthir, usitoe kidogo kwa kutamani kingi, ama usitoe kwa lengo na wewe upewe. Ukitoa wewe toa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Swala la wewe kuja kusaidiwa, itakapohitajika na wewe kusaidiwa, utasaidiwa tu. Watu wa kukusaidia watapatikana unapofanya wema. Allah subhanahu wa ta'ala ataweka watu wema wa kukusaidia na wewe. Kwa hiyo wewe fanya ihsani moja kwa moja, mimbabi ihsani, sio katika ihsani unaifanya alafu unaweka target kabisa, na mimi likinifika watu watakuja kunisaidia. Hata watoto tusiwafundishe kwamba na wewe ukitoa na wewe utakuja kusaidia. Tuwafundishe watoe, mtu anapofika na majanga unamsaidia mwenzio. Wali rabbika fasbiri, na kwa Mola wako unatakiwa uwe mstahimilivu, mvumilivu. Hii kazi sio nyepesi. Ayuha rasulul karim, unatakiwa utambue uwe mstahamilivu, kwa sababu unakwenda kuingilia mambo ya watu ambayo vurugu zao, heshima zao, ukubwa wao watu utawatoka, utawakosa. Dhulma walizokuwa wanazifanya watu wataaje, watafanya hivi. Sasa panahitajika ustahimilivu hali ya juu. Utakutana na makubwa na magumu mno katika safari hii unayoenda. Fasbir, unatakiwa uwe mstahamilivu, lakini ustahimilivu huo kwa ajili ya nani? Li rabbika, kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mola wako. Unapofanya kazi ya dawa, unapofanya kazi ya dini, unapofanya kwa ajili ya litakuna kalimatullahi al-ulya, kuna kadhaa utakayopambana nayo, utakayokutana nayo, kama tulivyoona Mtume sallallahu, watu wake wa karibu kabisa ndio wale mvurugu na kufanya hivi na hivi. Basi na wewe utakutana nayo katika kuendesha hii dini. Fasbir, unatakiwa uwe mstahamilivu. Watu wataanza kuita fulani naye ameanza kuwa shehe siku hizi, fulani naye ameanza kuwa ustazi siku hizi. Ustazi sio shehe, kumbe maskini ya Mungu unaenda kuswali tu msikitini, watu wanaanza kukukatisha tamaa.
ili uweze, panahitajika ustahimilivu na uvumilivu. Inshallah tutasimamia katika aya hiyo ya 7. Wiki ijayo tutaendelea, habari zinapoanza, habari za kiyama, tunaona tutaanza hapa, na hizi ndo zilikuwa aya za mwanzo kuteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya suratul Alaq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu. Alhamdulillah.